Na ndugu Lissu amekuwa nguvuni katika gereza kuu la Ukonga kwa mwaka mmoja na siku 22. Kamati kuu inasema kuwa kitendo cha tume ya Chande kutaja vyanzo vya matukio ya Oktoba 2025 kuwa ni madai ya muda mrefu ya katiba mpya na mifumo mibovu ya demokrasia, yani ule uchaguzi, ukosefu wa ajira, utekaji na utendaji usioridhisha wa taasisi za umma, na baada ya kutaja vyanzo hivyo ikaachana navyo na ikajikita kuongelea vile ilivyoviita vichocheo, ni ushahidi wa kukosa kabisa umakini, kwani vyanzo hivyo ndivyo msingi mkuu wa madai ya wananchi kwa zaidi ya miaka 34, na ulipofika muda wa uchaguzi viligeuka kuwa vichocheo kwa wananchi. Wale ambao walipuuza madai hayo kwa kila aina ya mbinu katika kipindi chote hicho ndio waliosababisha madhara yaliyotokea. Kamati kuu inaona kuwa vichocheo halisi vya migogoro vilikuwa ni kasoro za msingi katika mfumo wa uchaguzi, zikiwemo madai ya uporaji wa kura, ukosefu wa uwazi katika usimamizi wa uchaguzi, pamoja na matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vyombo vya dola dhidi ya wananchi waliokuwa wakidai haki zao kwa amani. Katika mazingira haya, kauli za kisiasa zilikuwa ni dalili za tatizo, si chanzo chake. Kamati kuu inasema kuwa sababu kuu ya mauaji makubwa katika historia ya Tanzania ni serikali ya mabavu na haramu ya Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi. Samia na CCM walikataa kwa makusudi, wakiwa wamejaa giriba, kejeli, dharau na ulevi wa madaraka, kukubali kufanywa kwa mabadiliko muhimu katika katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria zote zinazohusu uchaguzi ili kuhakikisha kuwa nchi yetu inafanya uchaguzi zilizo huru na haki. Chadema inasema ilikutana na Samia Suluhu Hassan tarehe 22 Mei 2022 na kumweleza kasoro kubwa katika mfumo mzima wa uchaguzi wa nchi yetu, na hii ni kutokana na chaguzi haramu za mwaka 2019 na 2020 ambapo Tume ya Taifa ya Uchaguzi na TAMISEMI ziliwaengua wagombea karibu wote wa upinzani. Chadema ilimweleza kwa uwazi kabisa kuwa katika uchaguzi wa mkuu wa mwaka 2020 wagombea wengi vya mashindani ikiwemo Chadema walienguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, polisi na usalama wa taifa, na huku polisi na usalama walienguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Polisi na usalama wa taifa walishirikiana na CCM kupora uchaguzi. Wakati wa majadiliano hayo, Samia Suluhu Hassan aliyeingia madarakani kwa mujibu wa katiba baada ya kifo cha John Pombe Magufuli aliagiza iundwe kamati ya watu 10 kutoka CCM na Chadema ili wajadiliane na kutoa mapendekezo ya kina ambayo yatafanyiwa kazi. Chadema ilitekeleza wajibu wake na kuwasilisha kwa kina uchambuzi makini wa mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Lakini CCM na serikali yake walikataa mapendekezo hayo na kusema mabadiliko yasubiri uchaguzi wa mwaka 2025. Badala yake serikali na Samia wakapeleka miswada ya sheria za uchaguzi na kuleta mabadiliko ya urembo ambayo nisema ni cosmetic, ikiwa ni pamoja na kubadilisha jina la Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kuiita eti Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ajabu yake, wajumbe wa tume hiyo isiyo huru na isiyofuata wala kuzingatia haki, usawa na ukweli, wakiongozwa na Jacob Mwambegele na Salim Mbaruku na wajumbe wengine akiwemo aliyewahi kuwa katibu mwenezi wa CCM Omar Ramadhani Mapuri, wao walikuwa hawagusi na matakwa ya sheria hiyo juu ya uteuzi wao, kwani sheria hiyo pale muda wao utakapofikia mwisho. Mnamo mwaka 2024 Novemba, CCM na Samia Suluhu Hassan wakiwa wamejaa kiburi na jeuri kubwa waliendesha uchaguzi wa serikali za mitaa kama ambavyo walifanya mwaka 2019 na waliwaengua karibu 90% ya wagombea wa vyama vya ushindani ikiwemo Chadema. CCM kupitia TAMISEMI iliyokuwa ikiongozwa na Mohamed Mchengerwa ambaye ni mkwe wa Samia Suluhu Hassan ilijitangazia ushindi wa 99.1%. Ikumbukwe kuwa kwa muda wote tokea mwaka 92 hadi mwaka 2025 serikali ya CCM ilikuwa ikikwepa kufanyika kwa mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi kama ambavyo ilipendekezwa na tume ya Jaji Francis Nyarari, tume ya Jaji Robert Kisanga na tume ya Jaji Joseph Sinde Warioba. Tume hizi zote tatu zilichambua kwa makini katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria za uchaguzi pamoja na za vyombo vya ulinzi na usalama na kupendekeza mabadiliko ambayo yatahakikisha kuwa Tanzania inauishi na kuufuata kwa dhati mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Serikali zote za CCM za kuanzia wakati huo zimekataa kwa visingizio mbalimbali na kikubwa zaidi ikiwa ni ufupi wa muda kuelekea uchaguzi mkuu. Ukweli ni kuwa CCM haijawahi kukubali mfumo huu wa vyama vingi kwa dhati
na imekuwa ikifanya kila aina ya udanganyifu na upotoshaji wenye lengo la kukataa kufanywa kwa mabadiliko ya kweli ya katiba ya nchi yetu na sheria zake za uchaguzi ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Watanzania wakumbuke kuwa mnamo Septemba 7, 2017 ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu alikuwa mnadhimu wa kambi ya upinzani bungeni. Alipigwa risasi 16 mwilini mwake na kulazimika kukimbizwa hospitali kuu ya Dodoma, hospitali ya Nairobi, Kenya kule Ubelgiji. Hadi leo hii serikali ya CCM imekataa kufanya uchunguzi huru wa wale waliohusika na unyama huo pamoja na vitendo vyote vinavyokiuka kabisa ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Pale serikali inapokataa kufanya uchunguzi dhidi ya tishio, inakuwa imekiuka msingi mkuu wa watu kukaa katika nchi moja, ile inaitwa social compact. Inamaanisha serikali inaona uhai wa watu fulani ni bora zaidi kuliko wa wengine na kuwa uhai wa wale wanaoikosoa si wa muhimu. Mnamo mwaka 2018 na 2019 kauli za ajabu na za kutisha zilitolewa na aliyekuwa katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali na Rais John Pombe Magufuli. Bashiru Ali alinukuliwa na akisema kuwa Kenya na UNIP ya Zambia ambavyo vilipoteza madaraka na kushindwa na vyama vya upinzani. Aidha, kati ya mwaka 2018 na 2019 Rais Magufuli aliwaambia wakurugenzi wa wilaya wa uchaguzi kuwa watakao mtangaza mpinzani kuwa ameshinda wataenguliwa. Kana kwamba haitoshi, makada mbalimbali wa CCM na wakuu wa wilaya wajitokeza hadharani na kutoa kauli zinazothibitisha mikakati na mipango ya matendo maovu ya kuvuruga uchaguzi, kuwateka na kuwaua wapinzani yanayofanywa na CCM. Kule Ngara, mwenyekiti wa UCCM mkoa wa Kagera mwaka 2023 alinukuliwa akisema, jeshi la polisi tukiwapoteza wanaomtukana rais msiwatafute. Aidha, aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Loliondo Arusha Marco Henry Ngumbi aliwahutubia madiwani wa wilaya ya Longido na kuwaeleza wazi kuwa madiwani hao wote walishinda mwaka 2020 kutokana na nguvu ya serikali na si kampeni zao. Vivyo hivyo, Nape Nnauye ambaye mwaka 2014 alisikika akiwa mwaka 2024 alisikika akiwa Bukoba kuwa kuna namna nyingi za kushinda uchaguzi kwa njia halali na njia haramu, na kuwa ukitumia njia haramu baadaye unaenda unatubu. Kule Arusha, kiongozi mmoja wa UVCCM alisikika akinazi katika mkutano wa CCM mkoa wa Arusha kwa yeye ndiye alikuwa kiongozi wa chinja dhidi ya wapinzani. Aidha, Albert Chalamila, mkuu wa mkoa haramu wa mkoa wa Dar es Salaam alinukuliwa akisema hivi, naomba kunukuu: nimesoma kwenye mitandao wapo vijana wenzetu makada na wa vyama vya siasa wanaosema tarehe 29 mwezi wa 10 siku ya uchaguzi wataandamana, watafanya fujo. Wengine wamesema wataenda kuchoma sijui vituo vya mafuta. Mimi naomba niwaeleze ukweli ndugu zangu wana Kongoe, kwa mji wenu wa Dar es Salaam uko salama kabisa. Uko salama sana. Wala msije mkaogopa kitu chochote. Hata kama wewe ndio unayetaka kufanya hivyo, hata wewe wala usiogope. Wewe kama unataka kufanya wala usiogope. Wala mtu asikutishe kwamba bwana wewe hacha wale wewe nenda tu ukajaribu kile unataka kufanya na kuthibitishia yani kabla hujapeleka mguu wako mbele lazima utakuwa umesali sala baba yetu mara 5, kwa sababu hii mambo ya mizaa tumekwisha kuchekeana sana. Mwisho wa kunukuu. Si hapo tu, mara baada ya kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM, Steven Wasira amenukuliwa akisema kuwa CCM itatawala milele hadi Yesu atakaporudi. Kauli hizo pamoja na kauli za kutisha zilizotolewa na wagombea wa CCM ikiwemo Samia Suluhu Hassan aliyesikika mwaka 2020 akisema kuwa askari wao wakosei shabaha, wakilenga risasi moja imkosi mtu. Na baadaye alipokuwa kiongozi wa serikali alisema kuwa eti kila mtu ale kwa urefu wa kamba yake, ila wao wanakula mpaka wanavimbiwa. Hiyo haikutosha. Ikaja kashfa ya kugawa bandari za nchi yetu kwa DP World, kampeni ya kuhamisha Wamasai kwa nguvu kutoka Loliondo na Ngorongoro. Wakati wa kampeni za mwaka 2025, Samia na CCM waliendesha kampeni zilizojaa rushwa ya wazi ikiwa ni pamoja na ugawaji wa pikipiki na baskeli zilizoandikwa SSH na za majina ya wagombea wa ubunge na udiwani wa CCM. Na alisikika akisema kuwa tumejipanga vyema kuilinda nchi hii. Kwa hiyo hakutakuwa na nyinyi wala nyunyunyi. Naomba watu tokeni, amshaneni mkapige kura. Lakini tarehe 22 mwezi wa 10 2025 pale Leaders Club Dar es Salaam alisema kuwa nataka niwaambie
maandamano yatakayokuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura. Hakuna maandamano mengine, hakuna tishio la usalama litakalokuwepo. Anayesema hivyo ni amiri jeshi mkuu. Hii inaendana na kauli yake aliyotoa mwezi Januari mwaka 2022 Januari mwaka 2024 alipokuwa akihutubia mkutano wa 7 wa mkuu wa majeshi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania na makamanda ule mwaka 2024, ambapo alisema tuko wengi, ni uchaguzi unaoshirikisha vyama vingi vyenye nia tofauti, atuone kama kila kitu kitaenda kama kilivyopangwa. Kwa hiyo ni vema mkajiweka tayari kwa chochote kile kitakachojitokeza. Mwisho wa kunukuu. Ni katika mkutano huo kamati kuu ya Chadema ilijadili hotuba ya mwenyekiti wa ile iliyoitwa Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, aliyowasilisha mnamo tarehe 23 Aprili 2026 kwa Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mtawala wa mabavu asiyechaguliwa na wananchi wa Tanzania. Kamati kuu inakumbusha kuwa kuanzia miaka 2021, mara tu baada ya Samia kuingia madarakani, vitendo vya utekaji na ubabikiaji wa kesi za jinai kwa wanaharakati na wanasiasa vyama vishindani ulianza kwa nguvu, ikiwemo kushikwa na kushtakiwa kwa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe, kushikwa na kupotezwa kwa Deusdedith Soka na wenzake wawili, kutekwa na kuuawa kwa mzee Ali ya taifa ya Katavi kwa ndugu Edgar Makabela maarufu kama Sativa, kutekwa na kupotezwa kwa ndugu Mdude Nyagari, ndugu Shedraki Chaula, ndugu Juma Kaswahili, na kutekwa na kupotezwa kwa Barozi Amfre Polepole ambaye aliwahi kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Matendo hayo machafu yalifanywa hata kuelekea siku ya kimataifa ya vijana Agosti 12, 2024, ambayo Chadema ilipanga kuyaadhimisha mkoani Mbeya. Siku moja kabla ya siku hiyo, viongozi wa Chadema walivamiwa, kupigwa na kuumizwa vibaya na kuondolewa mkoani Mbeya kwa nguvu. Hapakuwa na hata kosa walioambiwa kufanya, ila kisingizio kisichokwisha cha taarifa za kiintelijensia. Uovu huu uliendelea mara baada ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu mnamo tarehe 9 Aprili 2025 kule Mbinga mkoani Ruvuma. Jeshi la polisi na kwa kushirikiana na uongozi wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu bila sababu yoyote ile ya msingi, ila kwa lengo la kufanya uovu mkubwa, kuanzia tarehe 24 Aprili 25 waliozuia wananchi kuhudhuria kesi ya ndugu Lissu na wakataka kuendesha kesi zake mbili za jinai kwa njia ya mtandao. Wanachama na viongozi wa Chadema waliofika mahakamani hapo walishikwa na kupigwa na kuumizwa vibaya sana, na wengine walifanywa matendo ya udhalilishaji wa kingono. Aidha, wanaharakati kutoka Kenya na Uganda, Boniface Mwangi na Agatha Atuwaire, walichukuliwa kutoka vyumbani mwao katika hosteli ya Serena Dar es Salaam na kupelekwa kituo cha kati au kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye walifanywa matendo ya kinyama, ikiwa pamoja na kulawitiwa na kuingiliwa kinyume cha maumbile, na baadaye kutupwa mpaka na Tanzania. Kwa kutimiza nia yao ovu, mnamo tarehe 12 Aprili 2025, mkurugenzi wa uchaguzi wa ile itwayo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Kailima Ramadhani, alitangaza kuwa Chadema haitashiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025 kwa vile haikusaini fomu za kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tume hiyo ilitaka zisainiwe na vyama vyote tarehe hiyo, licha ya ukweli kuwa kanuni hizo zilikuwa zinaanza kutumika siku moja kabla ya tarehe ya uteuzi wa wagombea ambayo ilikuwa ni mara baada ya kuvunjwa kwa bunge mwezi wa 8 2025. Kamati kuu imetilia maanani na inapenda kuwakumbusha Watanzania kuwa mnamo tarehe 30 Aprili 2025, Padri Dr. Charles Kitima, katibu mtendaji wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alivamiwa na kupigwa na kuumizwa vibaya sana akiwa ameenda uani katika ofisi za Baraza la Maaskofu Katoliki TEC kule Kurasini, Dar es Salaam. Polisi bila haya wala soni wakasema kuwa alikuwa amepata kinywaji. Hadi leo hii haujachunguza uharamia huo na nani alimpiga au kumfanyia matendo. Si hapo tu, mnamo mwezi Septemba 2025, Padri Jordan Kibiki wa Jimbo Katoliki Mafinga alitekwa, na baadaye jeshi la polisi lilisema kuwa alijiteka kwa kuwa alikuwa na madeni. Ukweli ni kuwa alitekwa na kufanyiwa vitendo vya kinyama sana, na baadaye kutupwa Mbalizi Mbeya, ambako eti ndipo alipokutwa. Aidha, Padri Camillus Nikata alitekwa na kuteswa vibaya sana katika mkoa wa Ruvuma. Alipatikana kwa jitihada, mawazo na madeni. Aidha, mtawa mtarajiwa kandidati Vestina Shikawa naye alitekwa na kufanyiwa udhalilishaji kule Mwanza, na hadi hivi sasa hakuna uchunguzi wote ulifanywa zaidi ya kukejeliwa na jeshi la polisi.
Hayo yote hayakutosha, kwani mnamo tarehe 2 Juni 2025 msajili wa vyama vya hiari na kiraia katika Wizara ya Mambo ya Ndani alitangaza kufuta usajili wa Glory of the Christ Tanzania Church maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima. Askofu Gwajima aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya CCM alikuwa ametoa hotuba kama raia akipinga utekwaji na upotezaji wa watu. Badala ya kupongezwa kwa kupinga vitendo hivyo, kanisa lake lilifungiwa na jitihada za kupata utatuzi mahakamani zilikwama, kwani kesi yake ilifanywa kila aina ya danadana ili kumkomoa yeye na waamini wake. Tarehe 5 Agosti 2025, Ruaga Joelson Mpina aliyekuwa mbunge wa CCM Kisesa aliyehamia ACT Wazalendo na kupendekezwa na chama hicho kuwa mgombea wake wa urais, aliwekewa kila aina ya vikwazo, na licha ya kushinda kesi Mahakama Kuu bado alizuiwa kushiriki na tume hiyo isiyo huru ya uchaguzi kutokana na pingamizi la mwanasheria mkuu ambaye ni mteule wa Samia Suluhu Hassan. Alipokwenda Mahakama Kuu tena, jitihada zake zikagonga mwamba na alipokata rufaa kabla ya uchaguzi huo, hadi leo hii rufaa yake haijapangiwa wala kusikizwa na mahakama ya rufaa. Aidha, kamati kuu inasema iendana sambamba na kuiwekea zuio Chadema mnamo Juni 10, 2025 ndipo Chadema ikafungiwa na kunyimwa haki yake ya kufanya siasa. Licha waramu wa amri hiyo, viongozi na wanachama wa Chadema waliitii na kusitisha shughuli zao zote za kisiasa na kuelekeza nguvu zao katika kesi hizo mbili, kesi na kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Hii haikulizuia jeshi la polisi mnamo tarehe 22 Oktoba 2025 kumkamata na kumshikilia Mheshimiwa ndugu John Heche kwa siku 21. Hii iliendana na kuwashika na kuweka mahabusu na viongozi na wafuasi wengi wa Chadema katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Kamati kuu inasema mlolongo huu wa vitendo hivyo haramu vilivyotajwa hapo juu ambavyo vilitekelezwa na CCM chini ya John Pombe Magufuli na Samia Suluhu Hassan unaonyesha wazi kuwa mtu mwenye akili nzuri na timamu kuwa tatizo hapa ni Samia Suluhu Hassan, CCM, polisi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mahakama, msajili wa vyama vya siasa, TAKUKURU, uhamiaji, jeshi la wananchi wa Tanzania na vyombo vya habari huru na binafsi ambavyo viliamua kushirikiana kuhakikisha kuwa Samia na CCM wanabakia madarakani kwa namna yote ile. Matendo haya yote maovu ya CCM na Samia yasingeweza kuachwa na tume makini na yenye uweledi na yenye nia ya dhati ya kufahamu chanzo cha kweli cha mauaji hayo haramu ya kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025 kuwa ndiyo chanzo kikuu cha maandamano ya vijana hao wazalendo. Kamati kuu inasisitiza kuwa pale haki za kidemokrasia na njia zote za kujieleza na kutetea haki za mtu zinapofungwa, kunasababisha watu kutokuwa na njia nyingine bali kuingia barabarani na kueleza hisia zao na chuki zao, kudai vile vile na kudai mabadiliko ya kweli. Kufanywa hivyo hakuwezi kamwe kuwa sababu ya wao kuuawa na kujeruhiwa kinyama kama ambavyo ilifanywa katika siku hizo mbaya na za majonzi makuu katika nchi yetu. Kugeuza uchaguzi kuwa mchezo wa kuviziana na wanani ni mjanja ni kitu hatari kabisa. Hakuna anayestahili kuongoza nchi yetu kwa njia nyingine yote ile isipokuwa kwa kuchaguliwa na wananchi katika uchaguzi ulio huru na wa haki. Lakini hapa Tanzania haki hiyo haipo. Uchaguzi ni kitu kitakatifu. Mtu yeyote anayetoa madaraka kwa uongo, kwa kejeli, kwa mabavu anatenda uhaini. Kwa kipindi chote tangu nchi yetu ilipoingia katika mfumo wa vyama vingi, sehemu ya nchi, wakati huo genge la watu wachache kupitia CCM na kiongozi wao Samia Suluhu Hassan wakisigina haki zao ni kuwageuza wao kuwa ni mandondocha. Wananchi wana haki ya kukasirika na kuonyesha hasira zao dhidi ya uovu wote ule unaofanywa na serikali na genge la watu wasioheshimu demokrasia. Pale mfumo wa uchaguzi na utumishi wa umma unapoharibika, ni jukumu la wananchi kunyanyuka na kukomesha ukiukwaji huo. Vijana na wote waliouawa mnamo tarehe 29 Oktoba 2025 na wale waliotekwa, kuteswa na kuuawa kabla na baada ya tarehe hiyo ni mashujaa wa taifa letu na Chadema inawatangaza hivyo. Siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba, Kamishna Mkuu wa Polisi Camillus Wambura alitangaza amri ya zuio kutotoka nje kwa wakazi wa Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni. Zuio hilo lilitekelezwa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu na liondolewa pale Samia Suluhu Hassan alipotimiza nia yake ya kutoa madaraka kwa nguvu na kuapishwa huko Dodoma. Kamati kuu inatamka kwa kauli moja kuwa agizo hilo la Camillus Wambura lilikuwa batili, haramu na kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Ni rais pekee aliyechaguliwa na wananchi ambaye ndiye aliyepewa mamlaka ya kutangaza amri ya hali ya hatari nchini.
tunapenda kunukuu ibara ya 32 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inayotamka hivi: Rais aweza tu kutangaza kuwa kuna hali ya hatari iwapo au karibu kutokea tukio la hatari au tukio la baa au baa ya kimazingira ambalo linatishia jamii au sehemu ya jamii katika Jamhuri ya Muungano, au kuna aina nyingineyo ya hatari ambayo kwa dhahiri ni tishio kwa nchi. Pindi rais anapotangaza amri ya hatari, anatakiwa kwa mujibu wa ibara ya 32 ibara ndogo ya 4 kuwasilisha kwa spika tangazo hilo, na ndani ya siku 14 mkutano wa bunge unatakiwa kuitishwa na spika, na baada ya kushauriana na kiongozi wa shughuli juu ya zuio kuwekwa rasmi katika sehemu hizo. Aidha, kamati kuu imebaini kuwa mauaji mengi yalifanywa baada ya kutolewa kwa amri hiyo haramu. Ni polisi, watu wa usalama wa taifa, askari wa KMKM na askari waliokuwa wakizungumza lugha ya Kiingereza chenye lafudhi ya lugha za Uganda ndio walikuwa mitaani na wanadaiwa kufanya mauaji hayo ya kinyama. Kamati kuu inapenda kukumbusha Watanzania na watu wote kuwa ilipinga na inapinga kwa nguvu zake zote kuanzishwa kwa tume yoyote ile ya uchunguzi wowote ule kuna Samia Suluhu Hassan na chama chake cha CCM, kwani wao ndio watuhumiwa nambari 1 wa mauaji ya kinyama na kishetani yaliyofanywa katika kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025. Mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu Hassan katika kambi moja ya jeshi mkoani Dodoma mnamo tarehe 3 Novemba 2025, kamati kuu mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu Hassan katika kambi moja ya jeshi mkoani Dodoma mnamo tarehe 3 mwezi wa Novemba 2025. Kamati kuu ilipinga wakati ule uamuzi wa Samia wa kusema kuwa ataunda tume hiyo ya uchunguzi. Alipounda, kamati kuu ilitoa tamko la kupinga kuundwa kwa tume hiyo. Tume hiyo ilikuwa imeundwa na mtu ambaye yeye mwenyewe ndiye anatakiwa kuchunguzwa. Aidha, Radhia Umsuya, huyu ni mdogo wake Dr. Asharozi Migiro ambaye ni katibu mkuu wa CCM. Bi Stergomena Lawrence Tax, huyu alikuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa kuanzia katika utawala wa Samia Suluhu Hassan hadi tarehe 3 Novemba 2025. Mtu kama huyu ambaye wizara yake inatakiwa kuchunguzwa anawezaje kuwa mjumbe wa tume ya uchunguzi? Ikumbukwe baada ya tume kuundwa ilipingwa na wahanga na wadau wengi, kwani wengi hawakuiamini na waliona kuwa ni tume ya kuficha ukweli na yenye lengo na nia ovu. Ni kanuni isiyohitaji ubishi kuwa mtu atakiwa kuwa hakimu au muamuzi katika swala linalomhusu yeye mwenyewe. Kwa Kilatini inasemwa nemo judex in causa sua, na kwa Kiingereza no one should be a judge in his or her own cause. Sasa unapokuwa na tume ya aina hiyo, je, unategemea kupata na kujua ukweli? Jibu ni hapana, na ndicho ambacho tume hii haramu ya Jaji Chande imekifanya. Kamati kuu vile imepitia kwa makini sheria ya tume ya uchunguzi na kujiridhisha hata kwa madaraka ya urais, wawizi na haramu walijipachika kwa mabavu, hana mamlaka ya kuunda tume ya uchunguzi wa masuala ya mauaji na masuala ya uchaguzi, kwani kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya tume za uchunguzi na sura namba 32 ya sheria za Tanzania inasema hivi: where the president on his own motion upon advice by the minister or after considering information furnished the republic, b, the conduct of any local authority, c, the conduct or management of any department of the public service or of institution of the public service or of a local authority, d, massive or repeated evasions of any taxes or any other act subversive of the smooth collection of public revenue, e, allegation of grave irregularities in the public revenues, f, allegation of large-scale trafficking in trophies, g, allegation of conspiracies to damage the natural resources of the United Republic, h, allegations of theft or embezzlement of public property in public corporations, I, serious allegations of occurrences of corruption, or J, any other matter, the inquiry into which would, in the opinion of the president, be in the public interest. Mwisho wa kunukuu. Usomaji makini wa kifungu hicho unaonyesha wazi kuwa
Sheria hiyo inahusu uchunguzi wa masuala ya mwenendo wa utumishi wa umma au mwenendo wa halmashauri za miji au wilaya, mwenendo wa idara za utumishi wa umma au taasisi za utumishi wa umma au serikali za mitaa, ukwepaji wa kodi, usafirishaji wa haramu wa nyara za serikali au tuhuma juu ya njama za kuharibu rasilimali na mali asili za Jamhuri ya Muungano, tuhuma ya wizi au utapanyaji au ufisadi wa mali ya umma katika mashirika ya umma, tuhuma kubwa za matukio ya rushwa na uchunguzi wa jambo ambalo rais anadhani linafaa kwa maslahi ya umma. Kamati kuu inasema kwa kuongozwa na kanuni ya Ejusdem Generis ambayo inasema kuwa pale kunapokuwa na mlolongo wa vitu vilivyoorodheshwa katika kifungu cha sheria, basi kile kifungu cha mwisho cha jumla lazima kisomwe na kuendana na vifungu kama hivyo vilivyotangulia ambavyo ni vifungu mahususi. Mahakama ya Rufaa ya Tanzania itamka hivyo katika kesi nyingi ikiwemo kesi ya Pan African Tanzania Limited dhidi ya against versus the Commissioner of General Tanzania Revenue Authority, which is civil appeal number 172 of 2020 in bracket 2021 TZC, na ikamnukuu Alvin P. Datar katika kitabu chake cha Kanga and Pakvar, The Law and Practice of Income Tax, ambaye anasema, naomba kunukuu, the rule of Ejusdem Generis is intended to be applied where general words have been used following particular or specific words of the same nature. The rule of Ejusdem Generis applies, 1, when the statute contains an enumeration of specific words. 2, the subject of enumeration construes a class or category. That class or category is not exhausted by the enumeration. 4, the general terms following enumeration. And 5, there is no indication of a different legislative intent. It serves to restrict the meaning of the general words to things or matters of the same genus or as the preceding particular words. For the invocation of the rule, there must be one distinct genus or category. The specific words must apply not to different objects of a widely varying character, but words that convey things or objects of one class or kind. Thus, the restricted meaning has to be given to words of general import only where the context of the whole scheme of legislation requires it. Mwisho wa kunukuu. Tafsiri ya uamuzi wa Mahakama ya Rufaa ni kuwa inazungumzia kwa kanuni ya Ejusdem Generis inamaanisha vitu vya aina au jamii moja. Ili iweze kutumika ni pale maneno ya jumla yanayafuata yale ambayo ni mahususi, kwa kukazia maneno au vitu mahususi vilivyoainishwa kwa namba au mtiririko vikifuatwa au maneno ya kipengele cha jumla, basi inatakiwa kisomwe kuwa kinaendana na jamii ya aina ya kondoo, ngamia, punda. Basi kifungu cha jumla kitakuwa kile kinachoendana na wanyama hao, akiwezi kuwa kinachoruhusu kuingizwa kwa vitu kama misitu au mbao, kwani si jamii wanyama hao tena wa kufugwa. Hivyo makosa ya mauaji, kuumizwa watu katika uchaguzi, maandamano na mambo mengine yanahusu uchaguzi hayawezi kuchunguzwa kupitia sheria ya tume za uchunguzi. Wakati sheria hii ilitungwa mwaka 1928, Tanganyika wakati huo ilikuwa koloni la Uingereza kwa uangalizi wa League of Nations. Hivyo haiwezi kasemwa kuwa ilikusudiwa eti hata makosa ya uchaguzi yachunguzwa kupitia sheria hiyo. Hivyo uteuzi wa tume ya Jaji Mohamed Othman Chande ulikuwa batili na kazi yote walioifanya ni batili na matumizi mabaya ya fedha za umma na yanayokiuka ibara 27 mdogo, ibara 27 moja na 2 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kamati kuu imeamua kuambia Watanzania kuwa kile kilichofanywa na Samia Suluhu Hassan na genge lake na utawala nchi yetu kwa mabavu kwa kutumia polisi na vyombo vingine vya usalama wa taifa ni batili na ukiukwaji wa wazi kabisa wa ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Imefanya kazi moja tu ya kuficha ukweli, kudogodesha matukio mabaya yaliyofanywa na Samia na jeshi la polisi na vikosi vingine vya usalama. Hata wanadaiwa kuwa mamluki kutoka nje ambao walifika na kuua watu kwa maelfu na si mamia, inataja na tume hiyo haramu na batili. Tume hiyo katika hali ya kushangaza ilidai kufanya kazi ya kutoa amri ya kuchunguzwa kwa maiti kupitia sheria ya uchunguzi wa vifo, the Inquest Act, wakati yenyewe haina mamlaka hayo. Uchunguzi wa vifo visivyoelewekwa ufanywa kwa amri ya mahakama baada ya shauri la uchunguzi kuwa limefunguliwa katika mahakama ya wilaya. Kwanza kwamba tume hiyo ya Chande ambayo iliongozwa na majaji wakuu wawili wastaafu wa nchi yetu ilifanya hivyo, huo ni ushahidi mwingine kwa Watanzania kuwa utawala wa sheria katika nchi yetu umeporomoka na kilichopo sasa ni ubabe tu. Si vyombo, idara na taasisi za serikali zinazofuata na kuheshimu sheria, bali zinafanya kazi kupitia amri za wakubwa walioko serikalini. Hivyo takwimu zote
zilizotolewa na Jaji Chande katika hotuba yake ni za kutungwa na ambazo hazitokana na ukweli halisi pamoja na mamlaka awali kwamba tatizo lilikuwa ni ghasia za wananchi badala ya kujiuliza ni nini kisababisha wananchi kufikia hatua hiyo. Ndani ya muktadha huo, tume ilichagua kuielekeza lawama kwa mbiu za kisiasa za Chadema na vyama vingine, hususan no reforms no election, bila kuzingatia kwamba mbiu hiyo ilikuwa ni mwitikio wa mazingira ya muda mrefu na ya kukosekana kwa haki katika mfumo wa uchaguzi. Kwa tafsiri ya kamati kuu, kauli mbiu hiyo haikuwa chanzo cha ghasia, bali ni matokeo ya kukosekana kwa haki na uwazi katika mchakato wa kidemokrasia, na ilikuwa na lengo la kuhamasisha wananchi kuweza kudai haki yao ya kuweza kupigania mfumo haki na huru wa uchaguzi, kitu ambacho sio kosa. Hivyo basi kuziweka au kuweka zile kauli kama kichocheo kikuu cha migogoro ni kupotosha ukweli na kufunika sababu halisi ambazo si kasoro ambazo ni kasoro za kimuundo katika mfumo na michakato yetu ya uchaguzi. Kwa upande wa uhalali wa tume, kamati kuu inaona kuwa kulikuwa na pengo kubwa la kuaminika, credibility gap, na kutokana na namna ilivyoundwa na kuendeshwa, wajumbe wake waliteuliwa na mamlaka ile inayolalamikiwa kuhusika katika matukio ya ukatili, jambo linalozua mgongano wa kimaslahi. Aidha, ucheleweshaji wa utoaji wa ripoti ulikuwa mkakati wa kutengeneza kampeni na simuliza kuandaa umma kuikubali ripoti ambayo ni batili, huku mazingira ya hofu yaliyotawala yakiwazuia wananchi wengi kutoa ushahidi wao kwa uhuru, hasa ikizingatiwa kuwa vyombo vinavyotuhumiwa ndivyo vilikuwa vikilinda mchakato wa tume. Tume hiyo ilianza kampeni ya kuipigia chapuo kile ilichokiita ripoti, na mwisho kilichotolewa kwa umma ni hotuba. Tume ya mauaji inawezaje kufanya kampeni kwa kutafuta mashehe baada ya tarehe hiyo? Eti kauli za Oktoba za zone reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka na nyinginezo nyingi kwa Serengeti ndogo katika nchi hiyo, hapo wanakuwa wametenda kosa gani? Je, vijana kupinga utamalaki kwa rushwa na ubadhirifu nchini na mabilioni yanayoibiwa kila uchao na viongozi wa serikali hii haramu ya Samia na CCM wanakuwa wametenda kosa gani? Kupinga kwa vijana kuuawa na kutekwa kwa watu kuna kuendelea bila kukomeshwa, huku kiongozi haramu wa nchi hii akitoa kauli ya mipasho na ya kutojali kama vile kifo ni kifo tu na rais akosei, wanakosa gani? Je, bunge linapogeuka muhuri wa genge la watawala waovu na wababe na wanaoshangilia kuibwa na kufisadiwa kwa mali na rasilimali za nchi, huku mahakama ikitoa kila aina ya kinga kwa genge hilo kuendelea kuifisadi nchi, je, wananchi waende wapi pengine isipokuwa kuingia mtaani? Je, pale chama halisi cha ushindani ambacho ndicho chama kikubwa cha siasa katika nchi yetu, Chadema, kinapozuiwa kufanya shughuli zake za siasa, huku msajili wa vyama vya siasa akishiriki katika kihujumu na hata kukataa kutambua uongozi na sekretari ya chama hicho, ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi? Kushikwa na kuwekwa ndani kwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu na jinsi kesi zake zinavyoendeshwa na matendo machafu yaliyofanywa na polisi na askari magereza kwa mwenyekiti Tundu Lissu, ikiwa ni pamoja mwisho wa kunukuu. Kamati kuu imebaini kuwa licha ya kuwepo kwa kauli za kutoka kwa Samia Suluhu Hassan na viongozi wa CCM juu ya ushiriki wao katika kuamrisha kupigwa kwa risasi kwa waandamanaji halali wa demokrasia mnamo 29 Oktoba 2025, tume ya Chande imekataa kabisa kuzungumzia kauli hizo wala hata kumhusisha kwa namna yote ile Samia Suluhu Hassan katika hayo yote. Ikumbukwe kuwa Samia ndiye alikuwa rais wakati ule, na kuna msemo maarufu wa rais wa zamani wa Marekani Harry Truman wa kuwa the buck stops here, akimaanisha kuwa lawama na mzigo wote wa utendaji serikalini unabebwa na rais. Kitendo cha tume hiyo haramu na upotoshaji ya Chande kushindwa kuchunguza mwenendo wa Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa rais wakati ule na matendo yake yote ni ushahidi wa wazi kabisa kuwa hii haikuwa tume yenye lengo la kufahamu ukweli juu ya kile kilichotokea, bali iliyolenga kumsafisha na kumlinda Samia Suluhu na kutafuta kondoo wa kafara, na kazi hiyo ya kutafuta kondoo inaendelea. Tume ya Chande haikuzungumzia hata sehemu moja juu ya zuio haramu la Camillus Wambura ambalo baada ya kutolewa kwake maelfu wa Tanzania waliuawa. Huu ni ushahidi mwingine wa jinsi tume hii ilivyokuwa kazini kuficha ukweli. Tume hii katika kuwakejeli wa Tanzania iliamua kusema kuwa chanzo cha utekaji na upoteaji wa watu ni kutokana na wivu wa kimapenzi. Kamati kuu ilisikitishwa sana na kitendo cha tume hii kunukuu bila hata utafiti taarifa ya jeshi la polisi ambayo ilikuwa imetolewa mwanzoni na katikati ya mwaka 2025. Jeshi hili katika taarifa yake ambayo ni mtumiwa mkubwa wa utekaji na udhalilishaji wa kutisha watu pamoja na idara ya usalama wa taifa limekuwa liko katika mstari wa mbele kupotosha umma na kutoa sababu hizi zisizoingia akilini. Je, mzee
Ali Kibao alikuwa na wivu gani wa mapenzi? Je, Mdude Nyagali aliyepigwa mbele ya mke wake, Deusdedith Soka na wenzake walikuwa na wivu gani wa kimapenzi? Ajabu yake, kamati kuu imeshtushwa na kitendo cha tume hii. August 2024, the respondents through the arraigned senior state attorney prayed for time to make inquiry on the whereabouts of the applicants. In that respect, I invoke Rule 12 of the rules and direct the police force, the first, second, third, fourth, and fifth respondents, in particular, to investigate the whereabouts of the applicants through their powers under sections 10 of the Criminal Procedure Act, Cap 20, Revised Edition 2022, and sections 5, subsection 1 of the Police Force and the Auxiliary Services Act, Cap 332, Revised Edition 2019, and Article 14 of the 1977 Constitution of the United Republic of Tanzania, Cap 2, Revised Edition 2019, taking into account the undeniable fact that the state has a corresponding duty to ensure the safety of its citizens as provided. Agizo hilo la Mahakama Kuu halijatekelezwa na jeshi la polisi linalojigamba kuwa linatenda kazi zake kwa weledi na umahiri mkubwa. Lakini kwa tume ya jaji, agizo hilo la Mahakama Kuu halijatekelezwa na jeshi la polisi linalojigamba kuwa linatenda kazi zake kwa weledi na umahiri mkubwa. Lakini kwa tume ya Jaji Chande, ukiukwaji wa makusudi ya amri ya Mahakama Kuu kwake si tatizo, kwa kuwa umefanywa na jeshi la polisi. Sasa inashangazaje kuona wananchi ambao wamekosa haki zao za msingi ambazo kwa kweli hazihitaji hata kubishaniwa au kujadiliwa, kwa sababu katika nchi ya kidemokrasia lazima ziheshimiwe na kuenziwa, wanapoamua kuandamana kuzidai, na huku wakitambua kuwa uchaguzi utokea mara moja tu katika kipindi cha miaka mitano, na kuwa haki hiyo ikipotea itabidi wasubiri miaka mingine mitano. Je, hiyo inahitaji mtu awe mtaalamu wa sayansi za roketi au rocket scientist? Tume ya Chande imetaja uzembe mwingi tu, eti hata kuwepo 500 walipewa mafunzo ya kufanya ghasia katika maeneo mbalimbali nchini kwa siku 28, na eti moja ya kambi hizo ilikuwa ni nyumba moja ilikuwa mita 10 kutoka kituo kimoja cha polisi. Kamati kuu imeshtushwa sana na kauli hii, kwani kama ni kweli basi nchi hii haipo salama na hatuna vyombo vyenye weledi vya ulinzi na usalama, na vinatakiwa vivunjwe mara moja. Kutokana na kutoaminika kwake, kamati hii kuu inasema tume hiyo haramu ya Chande iligeuza kuwa kitengo cha propaganda cha CCM. Mtu ambaye hana ajira anahitaji kulipwa ili adai haki yake. Je, mtu ambaye ndugu yake ametekwa na kudhalilishwa anaweza kuandamana tu kutokana na kulipwa fedha? Ni wazi kuwa tume hii haiwaheshimu Watanzania. Kile na propaganda chafu za tume hii hazikuishia hapo, kwani imesema eti polisi na vyombo vingine vya usalama wanasema walishtukizwa na wakuwa wamejiandaa ya kutosha kwa aina ya ghasia zilizotokea. Wale mnamo Januari 2024 kama tulivyosema hapo juu, Samia Suluhu Hassan alikuwa ametoa agizo kwa jeshi la polisi kujiandaa kushiriki na kusimamia uchaguzi mkuu. Aidha, katika mwaka 2025 atoa kauli za kuonyesha kuwa hakutakuwa na maandamano yote yale isipokuwa ya watu kwenda kupiga kura. Aidha, Samia alisema licha ya kuwa yeye ni mgombea wa urais, lakini bado ni amiri jeshi mkuu na kuwa hakutakuwa na nyinyi wala mimi. Kwa si ushahidi tosha kwa kuwa jeshi la polisi na vyombo vya usalama vilikuwa na taarifa tosha za mipango ya maandamano hayo? Na kama vilikuwa na taarifa hizo, kwa nini havikuchukua hatua za kuzuia na kuweza kukabiliana nguvu isiyo ya kujeruhi na kuua? Je, kauli za Albert Chalamila azionyeshi kuwa tayari serikali ilikuwa na habari na maandamano hayo? Je, yale magari mengi mapya ya polisi yalikuwa yameletwa kufanya nini? Tume imetoa takwimu zinazokinzana na idadi ya watu waliouawa na kusema kuwa eti waliuawa ni watu 518, ambapo wanaume ni 490 na wanawake ni 28. Kamati kuu inasema kwa kauli moja kuwa idadi hiyo sio sahihi hata kidogo, kwani ina taarifa za kuaminika kuwa ni maelfu ya Watanzania waliouawa na miili yao kuchukuliwa na kurudishwa katika vyumba vya maiti kama mizoga. Aidha, mauaji ya kule Tunduma yalikuwa makubwa ya kuzungumzwa kabisa. Tume ilijifanya eti kuwa ilikuwa na wataalamu wake wa mitandao na jiografia, remote sensing and geographical information system,
ambao walisema kuwa madai ya kuwepo makaburi ya halaiki hayawezi kuthibitishwa. Kamati kuu inasema wataalamu hao wa kificho wa tume hiyo haramu hawaaminiki, na kazi waliopewa ilikuwa ni kuficha na si kubaini ukweli. Kamati kuu inakumbusha kuwa mnamo mwaka 1960 katika mauaji ya Sharpeville huko Afrika Kusini ni watu 91 waliouawa na 238 waliojeruhiwa. Katika mauaji ya Soweto mwaka 1976 ni kati ya watu 500 hadi 700 waliouawa na zaidi ya 2000 waliojeruhiwa. Kamati kuu inasema kuwa hata kwa takwimu zisizoaminika za tume ya Chande, watu 518 waliuawa na 2000 na zaidi waliouawa yanafanya mauaji yaliyofanywa na utawala wa haramu wa Samia na kuwa ni mauaji ya kiwango kikubwa cha kushtua dhamira ya mwanadamu, shocking to human conscience. Kamati kuu iliziangalia taarifa za ripoti na makala za habari au documentaries za vyombo vya kimataifa vya habari CNN, Al Jazeera, BBC na Deutsche Welle, na kuziona kuwa zilitoa taarifa za mauaji hayo pamoja na ufichwaji na uzikwaji wa maiti katika makaburi ya halaiki ambazo zinaendana na zile zilizonazo kutoka kwa viongozi na wanachama wake. Hivyo kile kilichosemwa na Jaji Chande na tume yake haramu ni uongo mtupu na unatakiwa udharaulike hivyo. Tume ya Chande haikuchunguza hata chembe moja ya uvurugwaji wa uchaguzi na mwenendo wa tume isiyo huru wala yenye kuheshimu mamlaka ya Watanzania itwaye Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaongozwa na Jacobus Mwambegele na Mbaruku Salum Baruku. Licha ya kuwa wawili hao, mmoja wao ni jaji wa mahakama ya rufaa na mwingine ni jaji mstaafu wa mahakama ya rufaa, matendo yao na tume yao nzima yanatakiwa kuchunguzwa, kwani utendaji wao na upendeleo na kutokuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja sababu kubwa za wananchi kutokuwa na imani kabisa na mfumo wa uchaguzi nchini. Aidha, wawili hao ambao ni wanasheria pamoja na jaji Asina Abdalla Omari walitakiwa kuonyesha uweledi wa hali ya juu wa sheria na kufuata maadili ya uhuru, haki, wazi na ukweli, wakiongozwa si na viapo vyao vya kuwa wajumbe wa tume hiyo bali pia na vile vya ujaji. Aidha, walitakiwa wafuate na kuheshimu uamuzi wa mahakama ya rufaa katika kesi ya mwanasheria mkuu na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Walid Kaburu ya mwaka 1994. Kupitia Jaji Francis Nyarali ilisema ifuatavyo: In the light of this principle, we respectfully agree with submission of Mr. Werema, Land State Attorney, to the effect that sub-article 12 of Article 74 of the Constitution cannot be interpreted so as to protect unconstitutional or illegal acts or deeds of the Electoral Commission from inquiry by the courts of law. This means that the protection from inquiry by the courts applies only to acts or deeds made according to the Constitution or the relevant law. It follows, therefore, that any act or deed made contrary to the Constitution or the relevant law is subject to review or inquiry by the appropriate courts of law. It makes no difference that Electoral Commission as a chairman and a vice chairman who are justices of this court. What counts is the principle of the rule of law. Under this principle, nobody is above the law of the land, and similarly, nobody is authorized to act unconstitutionally or illegally. To hold otherwise is to advocate the rule of force, which inevitably leads to the graveyard of civilian rule. Hukumu hiyo muhimu sana ambayo kamati kuu imesoma kwa makini na kujiridhisha kuwa kama ingekuwa imefuatwa na kuheshimiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, vyombo vyote vya ulinzi na usalama, mahakama, vyombo vya habari vya umma na binafsi, kwa sehemu kubwa matatizo katika uchaguzi wetu yangepungua. Aidha, hukumu hii ilitolewa tarehe 31 Januari 1995 na ililenga kutoa mwongozo mzuri juu ya kuendesha uchaguzi katika mfumo wa vyama vingi. CCM na serikali zake zote zilizofuata zimeamua kwa makusudi kabisa kutoifuata, na sasa eti tunashangaa kuona kuwapo kwa ubabe na wizi wa uchaguzi, wala si ule wa kuiba kura bali wizi wa uchaguzi mchana kweupe. Alafu wezi hao wa kura wanawashangaa na kuwakejeli na kuadharisha wale wanaopinga wizi wa uchaguzi. Kiwango cha uozo wa maadili, moral decadence, nchini ya Samia Suluhu Hassan na chama chake cha CCM ni cha kutisha sana. Uamuzi wa mahakama ya rufaa katika kesi ya Dr. Amani Walid Kaburu aliyekuwa mgombea wa Chadema katika uchaguzi wa mdogo wa jimbo la Kigoma mjini ulisema kuwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo ilikuwa inaongozwa na majaji wawili wa mahakama hiyo bado inatakiwa kufuata katiba na sheria za nchi, na kuwa ibara ya 74 ibara ndogo ya 12 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa kinga kwa tume dhidi ya kushtakiwa kwa matendo yake, haimaanishi inalinda matendo yanayokiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kama tukio imezingatia hilo, inatamka kuwa wizi wa uchaguzi
kwa matumizi ya vyombo vya usalama kwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni ukiukwaji wa wazi kabisa wakati wa misingi ya uchaguzi huru na wa haki inayotakiwa na ibara ya 8 ya katiba. Jukumu la kuweza kuchunguza matendo yote, haijalishi yao imefanywa na kuanzia rais hadi mtu wa chini wa hata wa tume, anatakiwa kuchunguzwa. Kamati kuu inasema kuwa licha ya uharamu na ubatili wa tume ya Jaji Chande, inatakiwa kuichunguza na kudai kuwajibishwa kwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, makamishna wote wa tume hiyo pamoja na mkurugenzi wa uchaguzi wa tume hiyo isiyo huru kwa kusimamia wizi wa uchaguzi kinyume kabisa cha ibara ya 5, ya 8 na 21 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja ya upungufu mkubwa ni pendekezo la kuunda tume nyingine ya uchunguzi wa kijinai. Kwa mtazamo wa haki na utawala wa kisheria, hatua hii inaonekana kama mbinu ya kuchelewesha haki, kwani haki hiyo iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Sio tu kuchelewesha haki, tume hiyo haina nia hofu ya kuwabambikia kesi za jinai wale ambao inaishaonyesha mwelekeo wa kuwabebesha mzigo ambao walishaeleza katika hotuba yao kwa kuvitaja vichocheo kama vile no reforms no election. Kamati kuu imepitia matamko ya asasi za kiraia, wanaharakati, wasomi wa UDASA, TLS na vile vile mahojiano ya wakili Peter Madereka, kauli ya jana ya ACT Wazalendo na wanasiasa wa nchi mbalimbali ikiwemo maseneta wa Marekani na maoni katika mitandao ya kijamii. Kamati kuu imefarijika sana na kauli za watu na makundi hayo yote ambayo yamepinga kwa nguvu zote hotuba ya Jaji Mohamed Othman Chande. Hivyo basi kamati kuu inadai kwa njia pekee ya kufahamu ukweli ni kuundwa kwa tume ya kimataifa ya uchunguzi yenye sifa ya tume ya kijaji kuweza kuchunguza na kuwabaini wale wote waliotenda maovu yote yaliyotokea kabla, wakati na baada ya Oktoba 29, 2025. Wale watakaokuwa na hatia watafungwa na kutakiwa kuwafidia wale waliojeruhi na kuwaua. Kamati kuu ilifarijika sana kuona kuwa jumuiya ya kimataifa na wanasiasa wa nchi mbalimbali walikataa kuitambua serikali ya haramu na mabavu ya Samia Suluhu Hassan. Kamati kuu iliyapitia matamko ya rais wa zamani wa Botswana Ian Khama, Thabo Mbeki Foundation, tume ya uangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU, SADC na Umoja wa Ulaya, pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, wote ambao waliutaja uchaguzi ule wa Oktoba 29, 25 kama udanganyifu mkubwa, kwani hakukuwa na uchaguzi huru na haki. Hivyo jumuiya ya waungwana duniani wanajua Tanzania ina serikali haramu na ya kimabavu. Aidha, kamati kuu imeamua kuwatangaza kama mashujaa wa demokrasia ya kweli ya Tanzania wale wote waliojeruhiwa na kuuawa wakati huo wote wakipigania demokrasia. Kamati kuu inasema kuwa wale wote waliojeruhiwa na kuuawa wanastahili fidia ya haki na ya toshelevu. Kamati kuu inadai kurudiwa kwa uchaguzi mkuu ili Watanzania wasiendelee kutawaliwa kimabavu na wauaji ambao wameotoa madaraka kwa kutumia polisi na usalama wa taifa. Uchaguzi huo lazima usimamiwe na tume mpya kabisa ya uchaguzi. Kamati kuu inasisitiza kuwa Samia Suluhu Hassan amejiweka madarakani kama rais wa Jamhuri ya Muungano pamoja na serikali yake yote ni ya kibabe, kwani serikali kiongozi alitoa madaraka kwa mtutu wa bunduki na kwa kumwaga damu ya taifa wa Tanzania, si rais wa Watanzania. Kamati kuu inasisitiza kukumbusha takwa lake la kila siku la siku nyingi la kutungwa kwa katiba mpya mara moja chini ya bunge huru la katiba ambalo litahusisha majairi wote waliotenda unyama huo mkubwa. Kwa kuwa Tanganyika ilipata uhuru wake kupitia Umoja wa Mataifa uliokuwa umekabidhi Uingereza kuisimamia, lazima Umoja wa Mataifa ushirikishwe kwa karibu sana katika mchakato wa kupata katiba mpya. Kamati kuu inasisitiza kuvunjwa kwa jeshi la polisi kama ambavyo tayari tume ya haki jinai tena ya huyo nyingine ambayo Jaji Chande alisimamia ilipendekeza, lakini mapendekezo yake yalikataliwa na kutekelezwa na Samia Suluhu Hassan. Vivyo hivyo kuundwa upya kwa taasisi za utumishi wa umma ili zionekane na kuwa vikaragosi na watumwa wa CCM. Kamati kuu imeazimia kuwa kama tume hiyo haramu imefanya kazi kwa kodi za wananchi, hivyo Samia aweke ripoti ya tume hiyo hadharani na viambatanisho vyake vyote, na kwa kuwa kilichowasilishwa ni hotuba na sio ripoti, basi ripoti itakapowekwa hadharani, kamati kuu imeazimia itafanya uchambuzi wake kamilifu. Haki ya kuishi ni haki mama. Pale haki hiyo inapokiukwa, sababu za kukiukwa kwake haziwezi kuwa siri ya rais au watu wachache. Ikumbuke kuwa ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si tu inatoa hakikisho la haki ya kuishi kwa kila mtu nchini, bali pia inawatwika watu wote jukumu la kulinda uhai wa kila mmoja. Hivyo lazima kuwe na uelewa wa wote wa matukio ya ukiukwaji wa haki hii yaliyotokea kabla, mnamo na baada ya tarehe 29, 2025 yanawagusa wananchi wote, na hivyo ripoti ya uchunguzi wote ule lazima unaofanywa kuhusiana na mauaji hayo ya kinyama lazima iwekwe hadharani ili wananchi wajue nani ni mkosa, nani anatakiwa kuwajibishwa. Uhai wa Tanzania si mali ya rais au ya serikali. Kuhusu mchakato wa katiba mpya,
Kwa kipindi kirefu Watanzania wamepata matatizo makubwa yanayotokana na katiba tulionayo. Kamati kuu inasema kwamba Watanzania hawawezi kusubiri tena katiba mpya kwa kipindi kingine isipokuwa sasa. Kwa sababu hiyo, kamati kuu imeazimia kuundwa kwa kamati ndogo ya kamati kuu ili kuandaa mkakati wa kuamua mchakato wa katiba mpya. Kamati hiyo itakuwa na jukumu la kuandaa mswada wa sheria kwa niaba ya wananchi utakaoeleza utaratibu wa kuamua mchakato wa katiba mpya. Mswada huo utaeleza namna kura ya uamuzi ya referendum itakavyofanywa, chombo huru cha kusimamia kura hiyo. Aidha, kamati kuu imeazimia kuwa Chadema itawaongoza wananchi kutaka kuanzia sasa mchakato uanze na katiba mpya ipatikane mapema mwaka 2027 na si zaidi ya hapo. Imesainiwa na kutolewa hapa leo Dar es Salaam leo tarehe 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Asanteni sana. Kama kuna maswali yote au tumeshamalizana? Naona hakuna maswali, basi napenda kuwashukuru sana. Asanteni. Mwanga Fashion anahusika na uuzaji wa jezi mbalimbali. Utapata jezi zote kali kuanzia za ndani mpaka jezi za Ulaya. Lakini kwa wale pia wapenzi wa T9 utapata kwa Mwanga Fashion pamoja na jezi za spoti. Fika kwa Mwanga Fashion uweze kujipatia jezi zako kwa bei poa kabisa. Zinapatikana kwa jumla na reja. Mwanga Fashion anapatikana katika mji mdogo kabisa wa Katoro, soko la Kariakoo, mtaa wa Msikitini. Zaidi wasiana Mwanga Fashion kwa simu namba 0768852151.